Info Channel. Subscribe now. Yes bana, kila siku tunahakikisha kwamba tunakusogezea zile dondoo mbalimbali ambazo zinaendelea kuzungumzwa kupitia mitandao ya kijamii, na kubwa ya moto ni kuhusiana na dereva anayetuhumiwa kuiba mafuta na kuchoma lori akamatwa. Moja kwa moja kutoka mkoani Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia dereva wa lori la mafuta la kampuni ya Meru Abubakari Muchangwe anayetuhumiwa kula njama na kuiba mafuta alikuwa akisafirisha kutoka jijini Dar es Salaam kuelekea kule Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kisha kuchoma moto gari hilo kwa lengo la kupoteza ushahidi. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Alex Mkama, dereva huyo alikamatwa Machi 18 mwaka 2025. Hata hivyo, kutokana na sababu za kiuchunguzi hakueleza zaidi mazingira na namna dereva huyo alivyoweza kukamatwa. Mkama amesema baada ya kukamatwa kwa dereva huyo, idadi ya watu waliokamatwa kwa tuhuma za wizi huo imefikia 4 baada ya awali mameneja watatu wa vituo vya mafuta vya Simba Oil kushikiliwa wakihusishwa na njama hizo. Hawa mameneja wa Simba Oil wanatuhumiwa kuhusika kwenye wizi huu wa mafuta kwa sababu huyu dereva alikwenda kuyamimina kwenye vituo vya Simba Oil eneo la Mkambarani na katikati ya mji wa Morogoro, amesema Kamanda Mkama. Amewataja mameneja wanatuhumiwa na wizi huo kuwa ni Amidu Sudi mwenye umri wa miaka 50 mkazi wa Dar es Salaam, Abina Sharun mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Morogoro, na Abdalla Nihedi mwenye umri wa miaka 30 mkazi wa Morogoro. Amesema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kwa kushirikiana na mamlaka nyingine, mamlaka ya nishati na maji EWURA na mamlaka ya mapato TRA, na baada ya kukamilika kwa uchunguzi huo hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watuhumiwa hao. Machi 17 mwaka 2025, Kamanda Mkama alieleza Mwananchi kuwa dereva huyo baada ya kuiba mafuta hayo aliendesha gari hilo hadi eneo la Msimba, barabara ya Morogoro Iringa, na alipofika eneo hilo aliangusha gari korongoni na kuliwasha moto akijaribu kuliteketeza, kupoteza ushahidi ya yale mafuta ambayo aliweza kuyatoa kwenye matenki ya kuhifadhia yale mafuta. Hata hivyo, kabla ya moto huo haujashika, walitokea wasamaria wema na kufanikiwa kuuzima kisha kutoa taarifa polisi. Amesema mafuta wanayodaiwa kuibiwa na watuhumiwa hao ni aina ya diesel lita 35,700 yenye thamani ya Tanzania shillings milioni 77.112. Awali mmoja wa wanafamilia wa wamiliki wa kampuni hiyo, Alifu Mbaraka, amesema vituo hivyo vimefungwa kwa wiki moja sasa, huku mameneja wake wakiendelea kushikiliwa ndani kuhusiana na tuhuma hizo. Mbaraka amesema maofisa wa polisi pamoja na EWURA walifika na kufunga tape nyekundu kuzunguka mashine za kutolea mafuta. Wakati wanafunga, nilikuwa na swali, nilipomaliza kuswali kushuka chini nikakuta wanamaliza kufunga pampu, na muda huo tayari meneja alikuwa amekamatwa. Ilinibidi niende polisi kufuatilia, ndipo niliwakuta mameneja wetu wawili wa hapa mjini na Mkambarani, amesema Mbaraka. Akizungumzia hasara waliyopata, Mbaraka amesema ni kubwa kwa kuwa zipo kampuni za minara ya simu ambazo zinachukua mafuta kwenye vituo vya Simba Oil, na kampuni za minara ya simu ambazo zinachukua mafuta hadi lita 2000 kwa wiki kwa ajili ya kupeleka kwenye minara. Wateja hao wote tumewapoteza kwa siku 3 hizi, lakini pia tukio hili limechafua kampuni yetu kwa asilimia kubwa. Bana, hili ni moja ya tukio ambalo linaendelea kuzungumzwa kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na tuhuma ambazo zinamkabili dereva wa lori ambaye ameiba mafuta na kulichoma gari moto kwa lengo la kutengeneza tukio kwamba gari lile lilipata ajali na kuwaka moto. Bana, hili ni moja kati ya mambo ambayo yanaendelea kuzungumzwa kupitia mitandao ya kijamii. Endelea kutufuatilia kupitia Ganga Info Channel. Mimi ni Jackson Jambele Bizman na komeka safi kabisa. Ganga Info Channel. Subscribe now.